Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa unaambiwa ni kuvutana, vuta ni kuvute ndani ya kikosi cha Young Africans juu ya wale ambao wanataka mchezo wa dabi uchezwe na wale ambao hawataki mchezo wa dabi uchezwe. Unaambiwa ni mvutano kweli kweli ndani ya kikosi cha Young Africans. Nini ambacho kimejili? Nitakusogezea hapa kila kitu kwa sababu taarifa yote kamili ambayo inaendelea kwenye kikosi cha Young Africans niko nayo hapa, utakwenda kujua kila kitu ambacho kinachoendelea. Ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo ano subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Bana, dabi ya Kariakoo kuahirishwa kwake huenda ikaleta sintofahamu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, kwa kile ambacho inaelezwa kwamba busara na hekima pengine inaweza kwenda kuigawa kikosi cha Young Africans, kwani tayari walishatangaza msimamo wao kwamba hawatocheza dabi ya Kariakoo kwa kile ambacho kinachoelezwa kutokana na makubaliano ambao walikubaliana kama bodi pamoja na wakurugenzi wote wa Young Africans kwamba hawatocheza mchezo wa dabi ya Kariakoo. Lakini kile ambacho kinachoenda kutokea, busara na hekima ambazo zinataka kuweza kufanywa na bodi ya ligi na Young Africans kukaa chini kumalizana na sakata hili bila kuelekea kasi, waweze kukaa chini na kupata muafaka wa kucheza dabi hiyo. Unaambiwa pengine hili linalokwenda kutokea linakwenda kuigawa Young Africans na kuwa vipande kutokana na baadhi ya watu kutaka bodi wacheze mchezo wa dabi ya Kariakoo dhidi ya Simba, na kuna wengine ambao hawataki mchezo huu uchezo. Unaambiwa bango ni kubwa, Yanga hatuchezi, ila vipi wakijiuzuru wacheze au washikilie hapo hapo? Unaambiwa kuna watu ambao wanasema ya kwamba pengine TFF na bodi ya ligi wakijiuzuru basi Young Africans atacheza mchezo wa dabi ya Kariakoo, na kuna wengine wanasema ya kwamba hata wakijiuzuru wenyewe hawataki kucheza mchezo huo. Sasa inaelezwa kwamba TFF wenyewe Young Africans ni kama wamewabana koo. Yanga wanataka bodi ya ligi pamoja na TFF waweze kukaa pembeni ili kila mmoja aweze kupisha kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, ambapo inaelezwa kwamba mara baada ya Young Africans kusema ya kwamba wenyewe hawana imani na bodi ya ligi, wanaomba iweze kupisha mchakato huu, watafute viongozi wengine. Sasa swali likaja, je, Young Africans wakitekelezewa hayo matakwa ya viongozi wa bodi ya ligi kujiuzuru, je, watakubali kuleta timu? Sasa hapa ndio kunapotokea mkanganyiko. Unaambiwa hayo yote yatakwenda kumuweka njia panda rais wa Young Africans, hapa nazungumzia Engineer Hersi Said. Katikati tena atakuwa katika wakati mgumu na mashabiki wa Young Africans. Ni zaidi suala la kuahirishwa mechi baina ya Yanga dhidi ya Simba Sporting Club. Mtu mwenye wakati mgumu ni rais wa klabu ya Yanga, mhandisi Hersi Ali Said, aliyewahi kuwa msemaji wa klabu ya Yanga Haji Manara kwa siku za karibuni. Amekuwa akikaliliwa akisema Yanga hawachezi mechi dhidi ya Simba. Haji Manara amekuwa mstari wa mbele kuwashawishi mashabiki na viongozi wa Yanga wasikubali kuona mechi dhidi ya watani wao Simba Sport Club ikichezwa. Lakini ukiwasikiliza pia mashabiki wa Yanga
Africa wameshikilia bomba kinoma. Wao msimamo wao ni ule ule, mechi yao dhidi ya Simba haipo, ishachezwa na haitachezwa tena kwa msimu huu. Wakisema Hersi Said asije kukubali kabisa kutumia busara kuruhusu mechi yetu dhidi ya Simba kuchezwa kwa msimu huu. Sisi watupe alama 3 na magoli 3, vinginevyo tukutane kasi. Baada ya sakata kuwa na mfukuto mkubwa, mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto alizungumza na chombo kimoja cha habari. Alisema ni kweli bodi ya ligi inaongozwa na kanuni pamoja na sheria, ila kuna muda huwa tunatumia busara. Akaendelea kwa kusema kuwa jambo hili likitushinda basi tutaishirikisha serikali. FIFA hawataki serikali kuingilia masuala ya mchezo, ila sakata hili ni busara ya viongozi wa serikali itaenda kuamua mechi kuchezeka, na ndipo itakuwa mtihani mgumu kwa rais wa Yanga, unaona bana, ambapo inaelezwa kwamba rais wa Young Africans ataweza kukataa maamuzi haya ya kucheza mchezo wa dabi ya Kariakoo ili kuweza kulinda na kutokuonekana msaliti kwa mashabiki wa kikosi cha Young Africans ambao kila pande umeweza kusikia viongozi wa matawi wamekuwa wakijitokeza, na kila siku msimamo na kauli zao ni kwamba mchezo wa dabi ya Kariakoo wenyewe walishamaliza, wenyewe hawachezi na hawako tayari kucheza kile ambacho wenyewe wanasema kwamba mchezo huo ulishamalizika kitambo kabisa. Hivyo basi wanachokitaka ni TFF na bodi ya ligi kuweza kupata, hapa nazungumzia kile ambacho kinachoitwa ni kutokucheza mchezo huu. Lakini Hans Laffel, mchambuzi wa soka, anasema kwamba TFF na bodi ya ligi kwa maoni yangu wanatakiwa kujiuzulu ili tupate ubongo mpya, maana huwezi kuwa kiongozi wa ngazi ya juu alafu useme Simba na Yanga ni wakubwa, na kwamba kwenye kufanya maamuzi itumike busara wakati kanuni ziko wazi. Kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, watu wanataka kanuni zitumike, lakini kuna watu wengine wanataka hapa nazungumzia busara ndio iende sambamba na kile ambacho kinachotokea. Watu wamekuwa na kusubiri kuweza kuona maamuzi ya bodi ni yapi, kwa sababu bodi ilikutana hivi karibuni na kuweza kufanya maamuzi ama kukaa kikao chao kujadili mustakabali wa hii dabi ya Kariakoo. Je, itafikia wapi? Kwa hiyo tunasubiri kuweza kuona ni namna gani ambavyo watakuja na maamuzi yapi juu ya hili sakata ambalo linaloendelea mpaka sasa, ambapo inaelezwa kwamba kama dabi ikipangwa basi huenda ikachezwa mwezi wa 5, ambapo ndio mchezo huo utakwenda kuchezwa. Sasa hapa tutakwenda kujua bingwa wa msimu huu ni nani. Pengine tusubiri kuweza kuona ni yapi ambayo atakayeweza kujili katika sakata hili. Ila kabla tujamaliza, nikukumbusha kwamba ukiwa umesubscribe na ukawa umebonyeza alama ya kengele katika chaneli yako ya Wina Media, unakuwa na uhakika wa kuweza kupata hapa nazungumzia taarifa zetu wakati wowote pindi ambapo unapokuwepo. Karibu.